Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi imekuwa ikifanya vyema kuhusu suluhu ya mgogoro wa Ukraine na kusifu maendeleo ya mazungumzo hayo. Anasema, nadhani tumeendelea sana, nadhani Urusi imekuwa ikifanya vyema sana, alisema mwanzoni mwa mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer katika ikulu ya White House. Trump pia alionyesha imani kuwa Urusi haitakiuka makubaliano yoyote ya amani. Vile Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anaamini kwamba hakuna mtu anayeweza kutatua mzozo wa Ukraine bila ushiriki wa mamlaka ya Kiev. Shirika la habari la Belta limeripoti, nadhani hakuna mtu atafanya hivyo bila Ukraine. Shirika hilo lilimnukuu Lukashenko akisema katika mahojiano na mwanablogu wa Marekani Mario Nofol. Rais wa Belarus alisema kuwa wakati wa mazungumzo yake ya hivi karibuni na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, alithibitisha utayari wake wa kujumuisha Ukraine katika mazungumzo ya kuweka amani huko. Alisema Putin kwamba wa Ukraine na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walichukizwa kwamba hawakualikwa kwenye mazungumzo ya Saudi Arabia. Lukashenko alisema, aliongeza basi kwamba hakuna haja ya kuita Ukraine kwani masuala yanayohusu Urusi na Marekani pekee ndiyo yalijadiliwa huko. Wajumbe hao wa Urusi na Marekani walifanya mazungumzo mjini Riyadh nchini Saudi Arabia Februari 18 iliyochukua takriban saa 4:30. Urusi iliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, msaidizi wa rais Yuri Ushakov na mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi Kirill Dmitriev. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mshauri wa usalama wa kitaifa Mick Waltz na mjumbe maalum wa Mashariki ya Kati Steve Witkoff walishiriki katika majadiliano hayo kwa niaba ya Marekani. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa anakusudia kusaini makubaliano na Volodymyr Zelensky kuhusu uchimbaji wa madini adimu na madini mengine nchini Ukraine. Anasema, tunahitaji ardhi adimu, dili. Richards ilimnukuu kiongozi huyo wa Marekani akisema mwanzoni mwa mkutano, nitatia saini mkataba huo pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump alisisitiza. Lakini pia mwamba Trump hajaishia hapo, yako mengine ambayo ameweza kuyazungumza. Kuhusu swala zima la Ukraine kujiunga na NATO, anasema, Ukraine haitajiunga na NATO kamwe. Sawa, naweza kuwa mzuri sana na kusema sawa, tutaifanyia kazi. Angalia, haitatokea, alisisitiza alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Ukraine kujiunga na NATO. Hilo ndilo lililoanzisha jambo hili zima. Trump aliongeza akimaanisha mzozo wa Ukraine na majaribio ya magharibi ya kuivuta Kiev katika muungano. Hiyo ilikuwa moja sababu za msingi kuanza. Akizungumzia uwezekano wa kurudisha eneo lolote kwa udhibiti wa Kiev, Trump alisema, tutajaribu kupata kadiri tuwezavyo, lakini kwa NATO haitotokea. Trump hajaishia hapo. Pia anasema anahakika kwamba amani ya muda mrefu na ya kudumu inaweza kupatikana nchini Ukraine. Namnukuu, nadhani tutakuwa na amani yenye mafanikio makubwa, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Nadhani itakuwa ni amani ya muda mrefu ya kudumu na nadhani itafanyika. Natumai haraka. Ikiwa haitatokea haraka, inaweza kutokea hata kidogo. Na tunaitaka kwa sababu mbili, Trump aliendelea kusema. Namba 1, nataka kuona kwa ubinadamu, nataka kuona askari wakiacha kupigwa risasi. Na sitaki kulipa mabilioni na mabilioni na mabilioni ya dola wala waziri mkuu au mtu mwingine yeyote juu ya vita visivyo na maana ambavyo havipaswi kutokea. Vile akizungumzia msaada wa Marekani kwa Ukraine, Rais Donald Trump anasema nchi yake inapaswa kuwa ikijaza magala yake katika hatua hii. Anasema, tumelipa zaidi kuliko nchi nyingine yoyote. Kwa maneno yake, Marekani iliunga mkono serikali ya Kiev kwa kusambaza silaha bora zaidi popote duniani. Hii ni pamoja na kiasi kikubwa cha vifaa vya kijeshi, risasi na vitu vingine mbalimbali ambavyo sasa inabidi tuanze kujenga upya hifadhi zetu, Trump alisema. Vile waziri wa Uingereza Keir Starmer ameiambia Fox News katika mahojiano kwamba Ulaya inahitaji kuchukua sehemu kamili katika kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Kwa maneno yake, ili mzozo huo utatuliwe, mpango wa kudumu unahitaji kuhitimishwa. Anasema, nadhani nchi za Ulaya ikiwa ni pamoja na Uingereza zinahitaji kuchukua sehemu kamili katika hilo. London ilikuwa tayari kuchukua sehemu inayoongoza. Mwisho wa kumnukuu. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba makubaliano kuhusu rasilimali ya madini ya Ukraine yatasaidia kuweka msingi wa mahusiano thabiti kati ya Washington na Kiev. Namnukuu,
Makubaliano ya madini yatatoa msingi wa uhusiano endelevu zaidi wa siku zijazo kati ya Marekani na Ukraine, na hivyo kuchochea ustawi wa muda mrefu ambao utawasaidia wa Ukraine kujenga upya nchi yao, alisema katika mkutano wa pamoja na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Kwa kweli ni nzuri sana kwa Ukraine na ni nzuri sana kwetu, Trump aliongeza. Walipa kodi wa Marekani sasa watalipwa fedha hizo na mamia mabilioni ya dola yaliyomiminwa kusaidia Ukraine. Vile Volodymyr Zelensky alitaka kumpita kila mtu kwa werevu na mpango huo wa madini, lakini yeye mwenyewe alinasa kwenye mtego uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump. Mwanasiasa wa upinzani Viktor Medvedchuk anasema Zelensky kama kawaida alifikiria kushinda kila mtu, na kwa ilivyotarajiwa akaanguka katika mtego ambao aliweka kwa wengine. Kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha Platform for Life anasema mcheshi huyo mwenye huzuni alianguka katika mikono mikali ya mfanyabiashara wa Marekani bila kujua kabisa kwamba Trump angemueleza masharti anayotaka na itabidi ayakubali. Yeye bila kujua alijitolea kung'oa Ukraine na kisha kuchemsha na kula. Zelensky amekuwa akijaribu kuuza Ukraine kwa wingi na rejareja tangu 2024 kwa sababu anaelewa kuwa haina nafasi iliyobaki. Alisisitiza mkataba wa madini ambao ulikubaliwa na Ukraine una pointi 11. Ina mipango ya kuunda hazina ya uwekezaji ili kujenga upya nchi, lakini haielezi maelezo fulani kuhusu shughuli zake, jinsi mfuko huo utakavyosimamiwa, mamlaka ya wawakilishi wa Marekani watakuwa nayo au muundo wa umiliki. Vilevile wanachama wa haraka wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya EU hauwezekani kwa sasa. Hata hivyo inaweza kutokea katika siku zijazo. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema kwenye kipindi cha asubuhi kwenye kituo cha radio cha Kosos. Kujiunga kwa Ukraine kwa EU kwa sasa kuna kwenda kinyume na maslahi ya Hungaria, Orban alisisitiza. Waziri Mkuu wa Hungaria alibainisha kuwa anapinga wazi Ukraine kujiunga na umoja huo, lakini wakati huo hadai kuwa hali kama hiyo itabaki milele. Hakuna anayejua jinsi historia itatokea. Hakuna anayeweza kujua hilo, lakini jambo moja ni hakika, ni jambo lisilowezekana kwa wakati huu. Kujiunga kwa Ukraine katika EU kwanza kabisa kutasababisha uharibifu wa kilimo cha Hungaria na kilimo cha nchi hiyo kwa ujumla, ambayo itamaanisha kuporomoka kwa uchumi mzima wa kitaifa wa Hungaria, Orban alisema. Vile Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa nchi yake iko tayari kutoa jukwaa kwa ajili ya mazungumzo ya suluhu la amani la mzozo wa Ukraine wakati wowote. Spika wa Baraza la Shirikisho la Urusi Valentina Matviyenko anasema. Vilevile jeshi la Ukraine limeshambulia wilaya 10 za mpaka wa mkoa wa Belgorod za Urusi kwa ndege zisizo na rubani 60 katika muda wa saa 24 zilizopita, na wameweza kumjeruhi raia, Governor Vyacheslav Gladkov anasema. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.